Hakikisha katika mipango yako ya kila siku ya kila mwaka unaweka nafasi ya kifo, kwa sababu kuna siku huenda tutaamka halafu tukalikosa pia jina lako. Na ilikuwa ni vita leo hii ya kundi ba ambalo limekutanisha Lugoba Shooting dhidi ya Msolwa, lakini ndio hivyo tena, dakika 90 zimekwenda kwa Msolwa wakibuka kwa goli 1-0. Na hapa niko na Njunja Magoli. Njunja, mlikuwa na mchezo mzuri leo hii, bahati tu haikuwa kwenu. Unaweza kuniambia labda shida ilikuwa wapi? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumaliza mchezo salama pasipo kupata majeruhi mtu yoyote. Sisi tulitaka kutawala mchezo kipindi cha kwanza, lakini wenzetu wameweza kupata nafasi moja, basi wameweza kuitumia. Unadhani kulikuwa kuna sababu ipi labda wewe kuanzia benchi leo hii? Hiyo ni mipango ya mwalimu. Mipango ya mwalimu baada ya kuona mchezo wa kwanza nimeanza kipindi cha kwanza, basi akaona kwamba kuna umuhimu wa kubadilisha striker, basi mimi naweza kuanzia sabu. Njunja, asante. Asante sana. Ni miaka 90 za moto kweli kweli, lakini nimeuona mchezo wako leo hii, lakini ndio hivyo, bahati haikuwa yako. Lakini kingine pia ulikuwa unahitaji pointi 3 muhimu leo kutokana na matokeo ya mechi ya kwanza. Kwa nini ukamwanzisha Njunja Magoli bench leo hii? Cha kwanza nimshukuru Mungu kwa mechi kuisha salama na wachezaji wangu hapo fiti kwa mchezo unaofuata. Kwa kuwa nimemwanzisha Njunja kipindi cha kwanza, kutokana kipindi cha pili kutokana na nafasi ya striker, kuna striker kidogo nimemhitaji nionyeshe kidogo naye uwezo wake, imradi nafasi nyingine inapopatikana naye aonyeshe. Ndio hivyo, lakini bahati haikuwa kwenu leo hii, na mnakabiliana na mechi ya mwisho ambayo itakwenda kutoa maamuzi katika kundi, kwa sababu kuna nafasi pia naiona kwenu, kwa sababu kila aliyeshinda game zake ana pointi 3. Nielezee mnakujaje katika mechi yenu ya mwisho? Kwa kweli tutajipanga, maana hii ndio ligi yetu ya kwanza kucheza. Kwa hiyo tumeshaona changamoto mbalimbali, kwa hiyo tutarekebisha mechi ya mwisho tukapata pointi 3. Asante na kila la heri. Asante na wewe. Angalau mawili matatu na nyota wa Msolwa FC Saidi Miuje, mlikuwa na wakati mzuri, mlikuwa na wakati bora leo hii, na naweza nikasema kuwa mlistahili pointi 3, lakini kwenye nafasi yenu ya mwisho, amani nafasi yenu ya kushambulia hamkuwa tayari sana, mmekosa nafasi nyingi mno. Shida hasa ilikuwa wapi? Labda shida iko kwa hamna, tulifuata maelekezo ya mwalimu. Shida iko kwa hamna, sema Mungu wako kwetu, tulipata goli moja, tunamshukuru Mungu. Ina maana gani pointi 3 hizo ambazo mmezipata leo hii? Pointi 3 sasa tunaitaka robo. Yaani kwa kweli tunaitaka robo, tumejipanga, tunamsubiri mpinzani wa mwisho tucheze naye. Na mimi nawatakia kila laheri. Shukrani. Kwanza nikupe hongera kwa pointi 3. Nashukuru sana. Nilichokiona leo hii katika eneo la midfield, what a performance kwa Francis Vilolomboto katika eneo la midfield la kulinda, lakini pia nimeona katika safu yako ya mbele Isaya Keita, nimemwona Rashid Kibagia, lakini juu pale akicheza Haji Mangazi. Nafasi nyingi zimekosekana licha kwamba umeondoka na pointi 3 muhimu. Shida hasa ilikuwa wapi kwa nyota wako ambao wanacheza katika nafasi ya juu? Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunitengenezea pointi 3 ambazo nilizoziahidi kwa mashabiki wangu kwa mchezo uliopita nilopoteza. Lakini kwa hizo nafasi unazozizungumzia ni kweli, nafasi ambazo tulizozipoteza ni nyingi sana. Almost tungeshinda hata game goli 3 au goli 4. Lakini Mungu kwamba ndo ametupangia hicho, tutengeneze goli moja ili tufute lile chozi kati ya mashabiki wetu na timu yetu. Vijana wangu ni bado wadogo, naamini wana confidence ya kunisikiliza, na hichi ninachowafundisha watakibeba. Lakini bado naahidi, kwa kuwa mchezo hakika ni ushindi, naahidi ambaye nitakayekutana naye basi nitajipanga zaidi ya hapa nilichokipanga, ili tukachukue pointi 3 zingine zaidi. Dua zangu kwako pia, ahadi zako na kile ambacho unakiahidi kitimie katika mechi yako ya mwisho mwalimu. Nashukuru sana. Mimi nikutakia kila laheri. Amina, amen. Ni mwalimu akiwaahidi mashabiki kwanza, iwe mvua iwe jua, lakini lazima akazipate pointi 3 katika game yako ya mwisho. Mikono salama na Omar Chungwa Kibode. Jina langu ni Nasri Batingi Samji Waradhi. See you next time. Bye bye.